Assalamu alaikum watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner, na leo tunaendelea kipindi chetu cha kujifunza mawili matatu kutokana na tukio la Karbala na vile wahusika wa Karbala. Na katika kipindi kilichofuata tuliongea sifa za Imam Hussein na tulitaja sifa moja tu ambayo ni kusimama na nia thabiti. Leo ningependa kuendelea sifa hizi na tujifunze mawili matatu kutokana na sifa za Imam Hussein. Ningependa kuanza na sifa yenye inasema kukataa kudhalilika. Kukataa kudhalilika inamaanisha nini? Kukataa kudhalilika, labda nipeane mfano wenye utatufanya tuelewe kwa urahisi. Tuseme kwa mfano, wewe una rafiki yako. Rafiki yako anakwambia, kesho mimi sitakuja shule, lakini usimwambie mwalimu kwamba mimi siji shule kwa sababu fulani. Tuseme yeye amepanga kwamba mimi siji shule kwa sababu labda naenda harusini, ama naenda sherehe, ama nasafiri niende kujienjoy. Wewe unajua na wewe ni jirani yako na rafiki yako. Bila shaka ukienda shule, yeye kama hayuko, mtu wa kwanza mwenye ataulizwa ni nani? Ni wewe. Utambua mbona mtu fulani hajakuja, kwa sababu nyinyi mnaonekana pamoja kila masaa. Na yeye akakwambia usiseme kwamba mimi naenda harusini. Mwalimu akikwambia mbona mimi sijakuja shule, mwambie mimi ni mgonjwa. Na unajua fika kwamba yeye si mgonjwa, lakini amekwambia usiposema kwamba mimi si mgonjwa, useme kwamba mimi nimeenda harusini ama nimeenda kujienjoy, hautakuwa rafiki yangu tena. Yaani ni kama anakutishia. Tusikubali hivyo. Wewe simama na vitu zenye unajua kwamba mimi nikifanya hili ni jambo sahihi. Yaani usidhalilike. Wewe mbona uwe na rafiki mwenye anakufunza kusema uongo? Kisa na maana wataka kuweka urafiki huo kwa sababu gani? Tuwe kama Imam Hussein. Imam Hussein alisema ni mbali sana nasi kukubali kudhalilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa anajua Yazid ni kiongozi wa aina gani. Hata nikisema Yazid ni kiongozi nitakuwa nakosea, maana kiongozi anakunywa pombe kweli? Sisi ni watoto lakini hatunywi pombe. Mbona yeye mtu mzima anywe pombe? Haya, Yazid ni kiongozi mwenye kudanganya. Madrasa tunafundishwa kudanganya? Yeye ni kiongozi. Je, anafaa kuwa kiongozi? Hapana. Sasa sisi, ingekuwa Imam Hussein muda huo asingempiga vita Yazid, sisi bado tungekuwa tunaongozwa na viongozi kama hawa, wenye kusema uongo, wenye kufanya mambo mabaya, wenye kutofuata vitu zenye tunafundishwa madrasa. Yaani wao wanaamrishana kufanya maovu tu. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, sisi tukifundishwa kutosema uongo, ujue kwamba tunafundishwa kumwepuka Yazid. Wewe ukisema ukidanganya leo, udanganye kesho, hiyo itakuwa ni tabia. Na wewe na Yazid mtakuwa hamna tofauti. Je, wewe unataka kufanana na Yazid? Je, wewe unataka kufanana na mtu aliamrisha Imam Hussein auliwe? Sisi kila mwaka mwezi kama huu tunamkumbuka Imam Hussein, tunalia kila siku. Kwa hivyo watoto wazuri, musiwe vigezo vyema vya Yazid. Sisi tuwe vigezo vyema kama vya nani? Vya Imam Hussein. Tufuate sifa zake, tufuate mienendo yake, ndo tuwe watoto wazuri. Ndo inshallah kesho na kesho kutwa tukija kuwa viongozi, tuwe viongozi wazuri, tufuate mielekezo ya Ahlul Bait, sio mielekezo ya wenye kufuata dhulma na wenye kupenda dhulma. Sifa nyingine ni ujasiri. Imam Hussein alionyesha ujasiri. Bali na kwamba jeshi lake lilikuwa chache na jeshi la wapinzani lilikuwa mamilioni ya majeshi, yeye hakusema wacha mimi nijinusuru ndo ili nisiuawe. Alisema najua kwamba mimi nikienda kupigana na wao, bali na kwamba nitauliwa, lazima nitetee haki. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, tuwe majasiri, tusimame na haki. Wewe usiseme uongo kwa sababu ya kudhalilika. Usiibe kwa sababu ya kudhalilika. Usifanye mambo mabaya kwa sababu ya kudhalilika. Wewe simama na ukweli, hata kama utakuja usikie uchungu, utakuja ufanye nini. Wewe labda ukisema ukweli utapijwa, labda kwa sababu chache hukuweza kufanya ile homework. Ukirudi umwambie mwalimu, mimi sikufanya homework kwa sababu fulani na fulani na fulani, mwalimu akakuchapa. Wewe umesema ukweli, umepitia uchungu. Huo ni uchungu hapa duniani tu. Hebu fikiria Imam Hussein alikuwa
kwenye vita vya Karbala. Uwanja huo alikuwa peke yake akipokea mishale yote hiyo, mapanga yote, maskini, mpaka ameanguka chini, hakuna mtu mwenye kumsaidia. Zile fimbo mbili tuzivumilie kwa sababu ya kusema ukweli. Kesho na kesho kutwa hata ukisema ukweli utajua huu ni ukweli, kwamba nimefunzwa, si ati nasema uongo, mimi nimeepuka kuadhibiwa, lakini kesho na kesho kutwa uwewe na Yazid hamna tofauti. Kufikia hapa, alhamdulillah, watoto wetu wazuri, tumejifunza mafunzo mawili matatu kutokana na baadhi ya sifa za Imam Hussein, na inshallah ningependa kuendelea baadhi ya sifa zingine kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.